Hey people, karibuni kwenye channel yangu. Kama huja subscribe, please subscribe. So leo naenda kuonyesha jinsi ya kutengeneza mikate ile scones kwa jiko la kawaida tu. So utaanza kwa kuweka hamira yako au yeast na utaichanganya na maji kujua kama inafanya kazi au imesha expire. Hivyo ndio mimi wana test. So unaweka maji kwenye hamira alafu unakoroga na kijiko. Then utaifunika ikae like kama dakika 3-2 hivi. Utaona kama ina bubbles hapo juu. Ndio utajua kama inafanya kazi ama imesha expire. Ukiona hai make any effect utajua kabisa ime expire. Then nitaenda kwa kusieve unga. Na hapa ninasieve unga kwa sababu maybe kuna wadudu walikuwepo ama nini, alafu pia una introduce air kwenye ingredient, kwenye kitu ambacho naenda kupika. Mimi hivyo ndio huwa nafanya, na nilitumia vikombe 4 vya unga ngano. Alafu nikaweka na sukari nusu ya hicho kikombe. Alafu nitachanganya, alafu nitaongeza na chumvi kama kijiko kidogo kimoja. Alafu pia nitaweka ndani, alafu nitavichanganya vyote kwa pamoja. Sasa baada ya kuchanganya mchanganyiko wako kama unavyoona, utapima maji. Mimi maji nilitumia vikombe 2 vya maji ya moto na vikombe 2 vya maji ya baridi nilichanganya. Kama unavyojua ukiweka maji ya moto sana kwenye hamira inaua nguvu ya hamira. Ndio maana mimi huwa sitakagi kuweka maji ya moto. Nikachanganya hivyo saa maji yanakuwa ya uvuguvugu. Alafu ile hamira niloiweka, mimi niliweka kwenye sehemu ambayo kuna joto, ndio inaumuka haraka. Kama unavyoona nilivyoambia itakuwa na bubbles. Then utaiweka kwenye ule mchanganyiko wako wa unga ngano, sukari na chumvi. Alafu utachanganya mpaka texture yake iwe laini, yani haiwi ngumu sana. Yani inakuwa laini, ni kama hujaweka any liquid hivyo. Ukishachanganya mchanganyiko wako ukaona kabisa upo sawa, utapasha mafuta. Mimi nilitumia vijiko vikubwa vile vya kulia 3, nikapasha hayo mafuta. Alafu utachukua uyamimine kwenye ule mchanganyiko. Alafu tena utaendelea kuchanga. Sasa ukishachanganya mchanganyiko wako vizuri, utakuwa mlaini ule unga, au ina madonge sana. Utakuwa kidogo mlaini. Hapo ndo unajua kabisa vitu vimechanganyika. Then utachukua yale maji ambayo ulikuwa umeyachanganya, utamimina kidogo kidogo, uyaweki yote, kwa sababu mimi nilienda kutumia vikombe 3 au 2.5 kama unavyoona. Sasa hapo unaweza, kama hutaki kutumia maji, unaweza kuweka maziwa. Hapa ndo ambapo unaweza kuweka maziwa. Kuna wengine wanakandia maji, kwa wengine wanakandia maziwa. Alafu utaendelea kukanda mchanganyiko wako. Ukiona ni mgumu unaongeza maji, lakini uweki maji mengi. Unaweka kidogo kidogo mpaka utakapoona umeridhishwa na ule ugumu wa huo mchanganyiko.
Sasa mimi mchanganyiko wangu ulikuwa kidogo mgumu. Sasa ilibidi niongeze maji kidogo, alafu niendelee kukanda. Haya, sasa hapa ukiona kabisa umekuwa mlaini, unga wote umeishia, usiongeze unga wala usiongeze chochote. Yaani wewe endelea tu kukanda, utaona kabisa wenyewe unalegea na unaachiana. Kama hapo ulikuwa bado kidogo, lakini wenyewe ukiwa tayari unaona ugande unati, unajua kabisa unga wako upo tayari. Kama hapo sasa unavyoona hapo ulikuwa tayari umekandwa kwa takriban dakika 20 kama sikosei. Unakanda tu then utaona wenyewe unalegea na kuachiana. Ukishaona unga wako upo tayari sasa utauacha umuke, utaufunika na kitambaa ama chombo chochote ambacho ni tight akiingizi hewa, na utaweka sehemu ya joto ili umuke haraka. Alafu kama unavyoona hapo ulikuwa ushaumuka, then unaukanda tena. Alafu ukitaka unakata madonge yako, ama kama una zile baking tins unaweka kwenye hivyo vidude vya mkate, alafu unaenda unauoka. Sasa mimi nilikuwa natengeneza zile scones. Kama mnazijua, mtaziona. Utavikata vidonge ambavyo unavitaka wewe, unaona. Lakini hapo utaendelea kukanda tena kama dakika 5 ama 3 hivi. Alafu utaona yenyewe upo tayari. Mimi nilitumia sufuria kuoka mkate huu. So niliweka mafuta, lakini hayo mafuta yalienda kunisumbua kwa sababu yalikuwa mengi sana. Kumbe unafaa tu uweke mafuta kidogo. Sasa kama wewe unaenda kujaribu, uweke mafuta kidogo, usiweke mafuta mengi kama nilivyoweka mimi. Kama hivyo sasa unaweka, unapakaza hadi juu kwa sababu unaumuka. Sasa hapo nilikuwa naonyesha kama unga upo tayari. Unaona kabisa unati kwenye mikono yangu. Kama mnavyoona unati, ndio unajua kabisa unga umeukanda ukakandika. Alafu utaendelea kuweka vidonge vya size yako unavyotaka wewe. Ukishatengeneza vidonge ambavyo unaona vimekutosha ama vipo sawa, unaweza kuweka vikubwa au vidogo. Utafunikia tena uumuke, na utaweka kwenye sehemu ambayo kuna joto, ndio utaumuka haraka kama unavyoona. Sasa hapa unaweza kubrush na maji juu, alafu umwage simsim juu, au futa kwa Kiswahili, au brush na mayai juu. Utaleta pia sura nzuri kuliko hivyo vangu ambavyo vilitokea. Then mimi nilioka na
mkaa, lakini sikuonyesha kwa sababu usiku ulikuwa umeingia. So nilikuwa najaribu kushika lakini hazikuwa zinatoka vizuri. So niliweka chini moto mdogo sana, mdogo, alafu juu nikaweka pia na moto wa kiasi. Usiweke moto mwingi kwa sababu vitaenda vimeungua hivyo viscones vyako. Kama unavyoona ni vilaini na ni vitamu kwa kweli, havina sukari nyingi wala kidogo, ni ile ya wastani. Na hii yani ni mzuri kwa kweli, ni mlaini mzuri. Utakunywa na soda, juice, chochote unachokitaka wewe, unachoona kiko suitable kwako, utakula nao. So yeah, thank you so much kwa kuangalia video yangu. Kama umeipenda, tafadhali give it a thumbs up. Kama una chochote cha kuniambia, utacomment, na usisahau kusubscribe na utani hicho kikengele, kitakupea notification anytime nimepost video mpya. Na kama unataka kunicheki, follow me on Instagram @rentadelilah. Bye.